Nampenda yule msichana, lakini yeye mwenzio hana hisia. Yule akifika katika 18 zangu mimi, anatulia yule kama maji ya mtungini. Miranda. Sasa ndo unafanya nini? No. Kwani yule anaitwa nani? Wewe unataka jina lake la kazi gani? Si nimeuliza tu jamani. Kwani kuuliza kosa? Anaitwa Miranda. Pagana sta. Takuwepo hapa kama siku 3 hivi ili tule raha. Sasa baby. Naomba umekuja umenishtukiza hivi hata simu moja nipigie. Hakuna haja kukupigia simu. Hapa si nyumbani kwangu bwana. Tatizo liko wapi? Wakati yote mimi nakuja. Au vipi? Lakini nimeamua kukufanyia surprise kidogo leo. Ili nije ghafla nione. Naweza kukufumania au vipi? Baby bwana. Na mke wako unamwonea hivi kama unavyonionea mimi. Yule amekwisha. Ana mpya wala nini rafiki. Umesikia bwana? Kwa sababu yeye tena amekuwa mtu yupo tu. Lakini mtoto kama wewe, damu changa inatembea, inakimbia. Tunapokuwepo na sisi tunajisikia. Na takuwepo hapa kama siku 3 hivi ili tule raha. Baby, na mke wako? Masuala mke wangu yaachana nayo kwa sababu yeye ndiye nimeshamwaga kwamba mimi nakwenda semina Zanzibar. Kwa hiyo kwa hizo siku 3 za semina basi nitakuwa nazitumia hapa. Baby bwana, sasa na mimi chuo. Mambo ya chuo utaendelea. Kwa hizo siku 3 tukikaa, tukizungumza, tukirelax, baada hapo tutakwenda chuo. Tatizo liko wapi wewe? Haupendi kuwa na mimi karibu? Hamna, nakumisi lakini shule ni muhimu mpenzi wangu. Nakubali. Baby. Ngoja nikaangalie. Ushaanza sasa watu wako tena marafiki zako nini? Ndio mambo ambayo mimi wasiyapenda. Sasa baby, unajuaje kama ni marafiki zangu? Inawezekana labda no, ndio maana mimi wasipendi wageni hapa. Watu wana starehe zao na nani mamaraka huo. Kwani unanipigia simu? Hey. Nini? Kwani unanipigia simu Yulita? Come on. Utaniharibia. Nitakuharibia na nini? Mzee yuko ndani. Sasa kama sisi ndo tunamsalimia. Mzee sio na mashetani, sio na matatizo gani? Hapendi kabisa kuona watu. Hapa nyumbani kwake. Nenda nitakupigia shoga yangu tafadhali. Sasa kama hapendi kuona watu ulinitia nini Miranda? Nikupigia simu sikujua kama atakuja leo. Mimi mwenyewe amenishtukiza tu. Nenda Julita, tutaongea tafadhali shoga. Kwa hiyo laze lako halitaki wageni hapa kwako, si ndio? Utaniharibia Julita. Okay, fine. Nzuri. Nisamehe shoga yangu ni jirani tu alikuwa anaulizia nikapotea sijui nini. Isije kuwa yule mwalimu wako. Hapana. Hapana baby. Anaulizia sijui kwa mzee nani huko. Miranda. Nikuulize kitu. Go ahead. Ukiondoa haya ambayo nimekufanyia, kingine ni unataka nikufanyie? Baby. Kwa sababu nakaribia kumaliza chuo, nilikuwa nataka unifungulie biashara kubwa inayolingana na hadhi yako. Sawa. Hivi kuhusu ajira? Hizo ajira kwanza zipo. Na siku hizo watu hawapendi ajira. Ajira zimachi kabisa. Hapa ni biashara, nataka kuwa mfanya biashara mkubwa kama wewe. Okay. Basi. Mkaifanye nini mwanangu, muda umefika tuondoke bwana. Sasa wewe unataka tuende wapi? Wewe maswala acha kufua nguo, tusepe baadaye tutakuja kufua. Tazwe kwa. Sasa mimi nitaondokaje bila kumwaga?
Unasemaje? Wapi? Mambo ya kumomba nani dompo mambo ya biashara haya. Ngoja basi. Basi muombe ruhusa kwanza. Ubita mimi ndio. Sinaongea na shemeji yangu na maliza habari hizi. Bosi unataka. Yangu. Poa. Ngoja maliza tu sasa hivi. Na zingine hizi hapa. Yaani ukimaliza hizo fanya tu. Kulia na hizo. Uliziacha ndani inakoje unazisahau na mimi. Nimeona nimeshamaliza mzigo huu na huu. Nikaona nimalizie huu nipate muda wa kupumzika. Na wewe kuja vijumba vya watu asubuhi unafuata nini? Shemeji, rafiki yangu shemeji. Saibako. Sikiza nikwambie Koko. Kama vya kutuunganisha vilishaisha. Umesikia? Kwenye mapenzi yangu naomba usiniingilie. Umeipata wapi hiyo saa? Amenipa kaka yako. Just tell me the truth. Since when? Tuna muda sasa. Okay. Nzuri. Miranda. I know you. Nadhani unafahamu kama mimi nakujua. Nakujua A to Z. Uchafu wako wote na ujua. Stay away from my family. Yule ni kaka yangu, ni damu yangu. Sio kaka ambaye tumekutana tu. No. Ni kaka yangu wa damu. Sitaki umletee matatizo. Please. Mimi kaka yako nampenda. Tena nampenda sana. Na niko tayari kuacha kila kitu kwa ajili yake. Yaani kila kitu kwa ajili yake. Okay. Uko tayari kuacha kila kitu kwa ajili yake. Na zile lako vipi utaliacha? Mzee wangu nitamwacha. Lakini it will take some time as you know. Siwezi kukurupuka tu. Ni mtu ambaye ananihudumia nusu ya maisha yangu. Kodi, chuo, ada. Nitamwacha wewe nipe muda tu, nitamwacha. Okay, fine. Miranda, just... Oh, yeah. That way. I want you to listen to me very careful. Listen to me very careful. Ile ni familia yangu. Naomba ukae nayo mbali. Na ukitaka kuwa na kaka yangu, hakikisha umeachana na hilo zee lako. Zee ambalo halijui familia yake inaishi vipi. Na sidhani kama hata ana pay attention kwenye familia yake. And I really wish nimjue huyu mzee. Yaani ni wa aina gani? Yaani I don't know, I just don't know ni mtu gani nimfanye. Simalize maneno rafiki yangu. Nitamwacha. Just stay away from my family. Sawa. Huyu niachia mwenyewe. Kwenye mapenzi yangu usiniingilie kabisa. Tumeelewana? Na mimi na wewe tunakutana kwenye biashara tu. Lakini sio kwenye mapenzi. Umenipata vizuri? Na wewe ukimaliza kufua hizo nguo kwa dakika hizi 10 nikiingia ndani nikirudi basi ugonje umeupe. Na yule mbwa nasikia analialia tu ovyo. Ina maana hujampa chakula leo, si ndio? Chakula kimeisha. Kimeisha? Sasa kama kimeisha unafanya nini baada ya kukifuata? Taenda. Wewe umekuja kukaa bule tu mundani, sio? Sasa maliza vyote afu ufuate chakula cha mbwa. Umenielewa Na wewe umenielewa vizuri?
Yale yamekuwa makubwa. Bila ondoka bwana. Kama maisha yanavyoishi. Kijana. Naam. Nimeambiwa wewe ni mwalimu. Kwa hiyo hapa ndio shule? Hapana. Nilikuja nimsaidie binti yako, na baadhi ya masomo mawili ameanguka kimax na supplementary. Kwa nilikuja kumsaidia. Sikiliza kijana. Koko. Karibu. Pizo. Wewe mama kubwa, ngoja. Takupiga bao hilo moja. Utanieleza. Mama kubwa kusiku. Haya basi. Tatizo liko. Kwa nini umekuja? Ongoza. Niende wapi sasa? Nyumbani. Ongoza. Wewe nenda nyumbani. Mimi nitakuja. Koko, kwa nini umekuja naye? Wewe unaongoza uongozi? Mimi nitaenda wapi? Nitakubalasa. Pita hapa bana. Hapa tuko kwa watu. Acha fujo. Kwa watu, kwa hiyo mimi mdudu. Pita hapa. Tena unisikilize vizuri sana. Sisi wazazi tumekuwa bega kwa bega kushirikiana na serikali katika kuboresha miundombinu ya shule na vyuo vyetu hapa Tanzania, kikiwemo Chuo Kikuu cha Dodoma na vingine. Sawa? Lakini kwa mfano tu, juzi kampuni yangu imetoa madawati kuisaidia serikali katika kuboresha elimu ya vijana wetu wasikae chini. Sasa unaponiambia umekuja kumfundisha hapa, ina maana ile madarasa kule yamekaa bure, hayana kazi yote. Kijana, na wasiwasi na cheti chako kwamba wewe ni fake. Bana. Unaweza kwenda. Nenda. Samani, unaweza ukanitia Miranda? Unaweza kwenda. Mwalimu, wewe nenda tu, tutawasiliana. Naam. Oya kelele na wewe. Wewe pita hapa. Nitakuzibua wewe. Unakuja kufanya fujo nyumbani kwa watu? Pita hapa. Koko. Wewe toka njiani na wewe. Ongoza. Ngoja kwanza. Tuongee. Naomba wewe utangulie, tutakuja kuongea nyumbani. Nini? Nini usichokiona hapa? Mnataka nini nyumbani kwangu? Nimefuata mume wangu. Mume wako una mume hapa? Una mume? Wewe ndio unataka nini? Ndio naye ndio maana uko kwangu. Wewe. Nenda. Pizo.
nakwambia hivi, nimefuata mume wangu. Wapi? Na mume wewe? Mume wako kafuta nini mume tena wa ndoa? Wa ndoa? Wa ndoa ipi? Umekosa ya mkeka. Nakwambia wewe kule. Umekosa wanaume nakuuliza. Huyo mwanamume wako anafuta nini hapa kwangu? Anafuta nini nyumbani kwangu? Umekosa wanaume nakuuliza. Nakuuliza huyo mwanamume wako kwangu anafuta nini? Si ndio hivyo wewe nenda. Nini wewe? Tokeni. Kwenye beba yako umeshinda wakubeba. Je. Ngoja kwanza. Mama koka. Wewe ndio umesababisha yote. Tuondoke. Mama sema hivi. Sasa kesho nije saa ngapi? Uje wapi? We kijana. Wewe. Angalia vizuri sana. Unataka nitenganishe kichwa chako na kiwiliwili chako? Hapana. Basi tutawasiliana kwenye simu. Alafu wewe mwanamke una matatizo gani? Mbona kila siku unakuwa unanielewi? Wewe unakuja kila kitu kukiramia na nini? Unakuja na mambo ya ajabu. Unaelekea mpaka nani? Tena nikuja shule. Kwa hapa. Kwa nini unaweza mjomba kuimia kwa kazi gani? Masomo ya nini? Unataka kukupa kujua wewe. Unataka kunikuta kufunga kwa nini wewe? Tuondoke. Wewe mchukue. Ndio amemleta yule. Unafanya nini ndani kwangu Ndio wewe? amemleta. Mimi sijui. Wanafanya nini ndani kwangu? Hivi wewe? Wale washenzi wanafanya nini? Sijui kwako si ndio watakuja kila kwa hiyo. Wewe. Nisamee basi. Leta mimi. Wewe si ndio maisha? Pumbavu na nyingine nikiwaona mtawaua. Na wewe, hivi unanijua vizuri? Unanijua vizuri na pia wewe. Unanijua vizuri? Pumbavu. Wewe ujue nakuona ujue nakuona kitu nene kama kitu gani? Mtarudi nimekuambia. Taona kitu yangu. Kama nyingine ya puzi yetu. Koko, yani naomba tena yani ni haijawahi kutokea mimi nikaguswa dunia nzima, haijawahi kutokea. Mimi kupigwa vile kugaragazwa kule wewe unaona ni madogo, si ndio? Kwa sababu sikuhusu. Ndio maana naona madogo. Sawa, haina neno, haina shida. Kwa nini wewe unanihusu afu nakuaminia mama? Sikuhusu. Kwa nini sikuhusu? Unamtaka. Mimi namtakaje na wewe ndio makubwa na wewe pizo kwanza ni madogo pale. Kipigo alichonishushia napigwa kwa sababu ya pizo mimi. Shali maneno tu yale. Maneno kitu gani bwana, mbona unataka kupotezea, unapotezea nini? Makubwa hiyo tukufahamu kama makubwa mama yetu bwana. Ndio alishakwambia sasa. Oya, kuna nini hapa? Nimepigwa mimi. Umepigwa? Pizo kasababisha mimi nimepigwa. Na jinga lake ile nene kama kitu gani limejazana pale tufutufu. Kanigalaguza kule kanipiga, huyu shahidi. Sema ukweli, nimepigwa. Na we unajua kwamba haijawahi duniani, haijawahi kutokea mimi nikapigwa. Alipopigwa ulikuwepo? Makubwa hajapigwa mwanangu. Mambo mengi tu jamaa mwanamke katukana pale sana, mambo kiuna alichofanya, lakini sio sema hivi, vurugu mwanangu acha. Kwanza pizo kuwepo. Lakini mama kubwa sio tena. Kwa yale sio matusi. Koko kuwa mkweli. Acha ujinga wako. Usijifanye kama mwanamke. Mbona legea ovyo? Unamwogopa ana mtoto. Sasa wewe alimpiga huyo. Atakiona cha mtema kuni. Ndio. Nipotezee nini afu wewe?
Kwa umeona la pale nilichofanya wewe Kupenda mpaka aje nani? Lazima yani ninapokuambia kwamba haijawahi kutokea hunielewi au? Nakuelewa sana mama. Sasa swali madogo. Msasi anajua ndio maana yeye kashangaa. Sasa leo masuala panga natokea. Nini? Vurugu za nini mama? Bwana wewe weka unamtaka kwako, weka unamtaka yule mwanamke useme. Mimi mtaka nini makubwa na wewe kama hivi kubwa? Kama kubwa bwana hizo matatizo tuendelea. Sasa kama unanipenda kwa dhati, basi utanitoa hapo utanipeleka kwenu. Na kama unipendi, tutaendelea kuishi maisha tunaoishi. Mwanangu, si mnajua nyinyi vijana sasa hivi mlivyo. Mnaokotana huko. Mnadanganyana tu. Nimehukumiwa kwenda jela miaka 5. Yule mkaka anataka kuniua mimi, ni msomi sana. Hawezi kukubali hao masuala kwenda kufunga ndoa chini ya miti. Niko na yule mzee mwaka wa 3 sasa hivi. Hajawahi hata siku moja kuzungumzia swala la ndoa. Kama anipenda sana si anioe niwe mke wa pili. Mzazi,